kumekuwa na migogoro ya ardhi kati ya wawekezaji na wananchi katika mkoa wa Kilimanjaro, hasa jimbo la Moshi vijijini, na imeonekana kuleta athari hasi kwa muda mrefu, kwa sababu migogoro hii imedumu kwa muda mrefu bila suluhisho. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wanakwenda kutatua migogoro hii ili wananchi waweze kuishi kwa amani? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa ufupi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kimsingi mbunge wa jimbo hili amekuwa karibu sana na sisi kwa ajili ya kufuatilia namna ambavyo tunaweza twenda tukaimalize hii migogoro, na tunakumbuka kuna baadhi ya migogoro ambayo tayari tulishakutana na Mheshimiwa mbunge, tumemwelekeza namna ya kwenda kuimaliza swala hili, na tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo. Na mimi nikuhakikishie tu Mheshimiwa Njau, mkishirikiana vizuri na Mheshimiwa mbunge wa jimbo, naomba nijibu swali. Mtaelewa namna ambavyo tunashughulikia masuala haya. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru sana. Mwongozo wa Spika. Mwongozo wa Spika. Mwongozo wa Spika. Mwongozo wa Spika, Mheshimiwa Felista Njau. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesimama kwa kanuni ya 76 jambo lililotokea leo asubuhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Naomba nisome kwa ufupi ili tuweze kuelewa. Kanuni ya 76 inasema mbunge anaweza kusimama wakati wowote ambapo hakuna mbunge mwingine anayesema, na kuomba mwongozo wa Spika kuhusu jambo lililotokea bungeni mapema, ili Spika atoe ufafanuzi kama jambo hilo linaruhusiwa au haliruhusiwi kwa mujibu wa kanuni na taratibu za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapema leo asubuhi niliuliza swali la nyongeza kwenye Wizara ya Ardhi nikieleza mgogoro wa ardhi unaotokea Kilimanjaro. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wakati naongea sasa kuna mgogoro wa ardhi unaendelea wilaya ya Hai, Moshi vijijini, kwenye shamba la Laitolia unaendelea. Nimeuliza kama mbunge kwa mujibu wa katiba. Ninaelewa bunge letu linafuata katiba. Ndani ya bunge kuna wabunge wa viti maalum, kuna wabunge wa majimbo, kuna wabunge wa kuteuliwa na rais, kuna wabunge ambao ni wawakilishi wa baraza la wawakilishi, lakini kuna mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa mujibu wa katiba, bunge letu, wabunge hawa hawajapewa wigo kwamba mwisho wako wa kuuliza swali ni hapa. Umepewa utaratibu wa kuishauri serikali na kuweza kuisimamia. Mheshimiwa Felista Njau, jielekeze kwenye hoja yako tafadhali. Sawa, naelekea kwenye mwongozo Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nauliza swali, Mheshimiwa Naibu Waziri hakuniaddress swali langu kabisa. Maana yake hakunijibu mimi. Alikuwa anaongea anamtaja Mheshimiwa mbunge wa jimbo. Nafurahi akimuaddress. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba anijibu mimi kwa sababu sikutendewa haki. Hakunijibu swali langu. Alimuaddress mbunge wa jimbo, akazungumza mwanzo mwisho, wala hakunijibu. Na mimi nimetumwa na wananchi kwa mujibu wa katiba. Nina haki ya kupewa nafasi hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba mwongozo wako kama nimetendewa haki. Asante.